Katika Dira ya Dunia, after 2 harrowing years in darkness and captivity, 20 courageous hostages are returning to the glorious embrace of their families, and it is glorious. 28 more precious loved ones are coming home at last to rest in this. Rais wa Marekani Donald Trump amehutubia bunge la Israel na kusema ni wakati muhimu wa kila mtu kubadilika katika eneo la Mashariki ya Kati. Maafisa wa Israel wathibitisha kuachiliwa huru kwa wafungwa wa kwanza 20 wa Israel waliokuwa wakishikiliwa kwa zaidi ya miaka 2 na kundi la Hamas. Ni swala ambalo linaonekana kwamba ni sehemu muhimu katika awamu hii ya kwanza ya utekelezaji wa mpango uliopendekezwa na Rais Trump, lakini vile vile umeleta faraja kwa pande zote mbili husika katika mgogoro huu. Rais wa Madagascar Andry Rajoelina hajulikani aliko, huku shinikizo la kujiuzulu likiongezeka kufuatia maandamano ya vijana wa Gen Z. Na mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas aionya Urusi kuhusu ukiukaji wa sera za anga za Umoja wa Ulaya. Kwanza ni taarifa ya habari za dunia, nami Robert Kipto. Maelfu ya watu walijitokeza hii leo kuwalaki wafungwa wa Palestina walioachiliwa huru na Israel katika mpango wa kubadilishana wafungwa na mateka kati ya Hamas na Israel. Katika mpango huo, Hamas iliwaachilia huru wafungwa 20 wa Israel. Wafungwa hao waliwasilishwa katika eneo la Ramallah kwa mabazi. Wafungwa 2,000 kutoka Gaza na wengine 250 kutoka Palestina wameachiliwa huru kama sehemu ya mkataba huo wa kusitisha mapigano. Awali mateka wa Israel walikabidhiwa kwa shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu katika makundi mawili ndani ya ardhi ya Palestina. Kisha wakasafirishwa kwa basi hadi kambi moja ya jeshi la Israel kwa uchunguzi wa kimatibabu na kisha kuruhusiwa kujiunga na familia zao. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amempongeza Rais wa Marekani Donald Trump kwa juhudi zake za kumaliza vita katika eneo la Gaza na kufanikisha kuachiliwa huru kwa wafungwa 20 waliokuwa wakizuiliwa na wapiganaji wa Hamas. Munira Hussein na maelezo zaidi. Akiongea huku akishangiliwa na wabunge wa nchi hiyo, Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu aliongeza kile alichokitaja kama uongozi shupavu wa Rais Trump. Spika wa bunge la Israel Amir Ohana naye alisema kuwa Rais Trump ni kiongozi aliyetimiza ahadi zake na kumtaja kama rais wa amani. Ohana alitoa wito ili Rais Trump ateuliwe kuwa mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel mwaka ujao kutokana na juhudi zake za kumaliza mzozo wa Mashariki ya Kati. Akihutubia bunge hilo la Israel, Rais Trump alisema kuwa huu ni wakati ambao utaonekana kuwa mwanzo mpya wa eneo la Mashariki ya Kati. Trump alisema mkataba wa amani kati ya Israel na Hamas ni mwamko mpya wa eneo hilo. Mbunge mmoja ambaye alijaribu kumzomea Trump wakati alipokuwa akihutubia hotuba yake aliondolewa bungeni na maafisa wa ulinzi. Rais Donald Trump amewasili katika mji wa bandari wa Sharm el Sheikh nchini Misri, ambako kwa pamoja na viongozi wengine duniani wanahudhuria sherehe ya kusainiwa kwa awamu ya kwanza ya maafikiano ya amani kati ya Israel na Hamas. Mwenyeji wa mkutano huo, Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi alikuwa amemwalika Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, lakini amesema kuwa hatahudhuria mkutano huo. Utawala nchini Uchina umewakamata viongozi kadhaa wa dhehebu kubwa zaidi la Kikristo nchini humo kufuatia operesheni kali iliyofanyika katika miji kadhaa mwishoni mwa juma lililopita. Miongoni mwa waliokamatwa ni mwanzilishi wa kanisa la Kizayuni. Ifuatayo ni ripoti ya mwandishi wa BBC Camilla Mills ikiwasilishwa na Peter Mwangangi. Kwa mujibu wa mwanawe wa kike wa kiongozi wa kanisa hilo la Kizayuni, Jean Mingri alikamatwa siku ya Jumamosi baada ya maafisa wa ulinzi kufanya msako mkali nyumbani kwake. Msako huu ndio mkubwa zaidi dhidi ya Kristo tangu mwaka 2018. Msemaji wa kanisa hilo Sean Long amesema kuwa tayari wameshuhudia visa kadhaa vya manyanyaso ya kidini mwaka huu. Long amesema polisi wameimarisha unyanyasaji dhidi ya waumini wakati wa ibada ya siku ya Jumapili. Chama cha Kikomunisti cha Uchina kinaendeleza imani ya kutokuwepo kwa Mungu na kudhibiti dini kwa uthabiti. Wakristo wanahimizwa kujiunga na makanisa yaliyoidhinishwa na serikali ambayo yanaongozwa na wachungaji walioidhinishwa na serikali. Haijabainika iwapo wafungwa hao wamefunguliwa mashtaka au la. Ripoti zinasema kuwa rais wa Madagascar Andry Rajoelina hajulikani aliko,
huku shinikizo zaidi za kumtaka ajiuzulu zikiendelea kuongezeka kufuatia maandamano yanayoongozwa na vijana kuongezeka nchini humo mwishoni mwa juma. Vyombo vya habari nchini Ufaransa vimeripoti kuwa Rajoelina aliondoka nchini humo hiyo jana kwa kutumia ndege ya jeshi la Ufaransa. Rais huyo alikuwa amedai kuwa juhudi za kujaribu kufanya mapinduzi ya serikali zilikuwa zikiendelea nchini humo. Kitengo maalum cha jeshi kinachojulikana kama Capsat kimedai kuwa chukua uongozi wa jeshi la nchi hiyo. Ofisi ya Rais Rajoelina imesema kuwa rais huyo atahutubia taifa hilo baadaye leo usiku. Na idadi ya watu waliofariki kwenye ajali ya basi katika eneo la Limpopo nchini Afrika Kusini imeongezeka hadi 42. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ametaja ajali hiyo kuwa janga la kitaifa. Waziri wa jimbo hilo la Limpopo amesema msichana mmoja mwenye umri ya miezi 10 ni miongoni mwa waliofariki. Amesema ajali hiyo huenda ilisababishwa na uchovu wa dereva wa basi hilo au tatizo la kiufundi. Maafisa wa serikali wanasema kuwa basi hilo lilikuwa limewabeba raia wa Zimbabwe na Malawi ambao walikuwa wakirejea nyumbani wakati basi hilo lilipopoteza mwelekeo na kuanguka katika maeneo ya milima kabla ya kubiringika hadi mto mmoja ulioko katika eneo hilo. Hii ni BBC. Na taarifa ya habari za dunia imesomwa na Robert Kipto. Nasikiliza Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Matangazo haya yanasikika kupitia Capital FM na Radio 1 nchini Tanzania, Voice of Karamoja nchini Uganda, Nyota FM mjini Bungoma, Kenya, na Radio Muungano Beni katika Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo. Pia unaweza kusikiliza matangazo haya kwenye mtandao wetu bbc.com ama kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa BBC Swahili. Jina langu ni Hamida Abubakar nikiwa Nairobi na mwenzangu ni Martha Saranga akiwa Dar es Salaam, Tanzania. Karibu Martha. Asante Hamida, karibu msikilizaji. Rais Trump amewasili katika eneo la Sharm el Sheikh nchini Misri, ambapo yeye na viongozi wengine wa dunia watahudhuria mchakato wa kutiwa saini kwa awamu ya kwanza ya makubaliano ya amani yaliyosimamiwa na Marekani kati ya Israel na Hamas. Rais Trump alisafiri kwa ndege ya Air Force One kutoka Israel, ambako amehutubia bunge la Israel na kukutana na familia za mateka walioachiliwa na Hamas chini ya makubaliano ya kusitisha mapigano. Akihutubia Knesset, Rais Trump alisema huu ni wakati muhimu wa kila kitu kuanza kubadilika katika eneo la Mashariki ya Kati. Asha Juma na maelezo zaidi. Rais wa Marekani Donald Trump alipokelewa kwa nderemo na vifijo alipoanza hotuba yake kwa bunge la Israel, Knesset. Alitoa shukrani zake kwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, ambaye alimuita mtu mwenye ujasiri wa kipekee. Trump pia alishukuru mataifa ya Kiarabu ambayo yalisaidia katika mazungumzo ya kuleta amani. Ni mwanzo wa mapatano makubwa na maelewano ya kudumu kwa Israel na mataifa yote ya eneo hili, ambalo hivi karibuni litakuwa eneo nzuri sana. Ninaamini hilo. Huu ni mwanzo mpya na wa kihistoria kwa eneo la Mashariki ya Kati mpya. Hata hivyo, hotuba ya Rais Trump ilikatizwa baada ya mjumbe wa upinzani wa bunge la Israel kusimama akiwa na karatasi iliyokuwa na maandishi ya "Itambue Palestina", kujaribu kumkatiza Trump. Spika Amir Ohana alitoa amri ya kutolewa haraka kwa mbunge huyo, ambaye punde si punde alitolewa nje. Trump amekuwa akiwasifu wajumbe kadhaa wa utawala wake kwa kufanikisha mpango huo wa usitishaji vita, akiwemo mjumbe wa Mashariki ya Kati Steve Witkoff na mkwe wake, mume wa mwanawe Ivanka Trump, Jared Kushner. Pia ameliambia bunge la Israel kwamba mapatano ya kusitisha mapigano yanaashiria mapambazuko ya kihistoria ya eneo la Mashariki ya Kati mpya, akisema kwamba kila kitu kitaanza kubadilika na kuwa bora. Kwa familia nyingi kote nchini humu wamepitia miaka mingi bila hata kujua siku moja ya amani. Lakini sasa mwishowe, sio tu kwa Waisraeli bali pia kwa Wapalestina na kwa wengine wengi, jinamizi hilo refu na chungu hatimaye limekwisha. Na vumbi linapotulia, moshi hufifia, uchafu huondolewa na majivu husafisha hewa na kuachilia siku ambayo huanza upya kwa eneo lililobadilika.
Trump alipigiwa makofi kwa muda mrefu sana na kushangiliwa aliposema kuwa takriban eneo lote limeidhinisha mpango kwamba hakutakuwa na uwepo wa wanajeshi eneo la Gaza na Hamas itapokonywa silaha. Naye waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alimshukuru rais wa Marekani Donald Trump kwa juhudi zake za kukomesha vita na vilevile mpango wa kuachilia mateka 20 walio hai kutoka kwa Hamas na kusifu kile alichokiita uongozi muhimu wa rais Trump. No American president. Hakuna rais yoyote wa Marekani aliyewahi kufanya juhudi zaidi kusaidia Israel. Mheshimiwa Rais, leo tunakukaribisha hapa ili kukushukuru kwa uongozi wako muhimu katika kutoa pendekezo ambalo lilipata kuungwa mkono na karibu dunia nzima. Spika wa bunge la Israel Amir Ohana alisema rais Trump ni mtu ambaye alitimiza ahadi zake, akimuita rais wa amani. Bwana Ohana alitoa wito kwa rais Trump kuteuliwa kuwa ni tuzo ya amani ya Nobel mwaka ujao kutokana na juhudi zake katika eneo la Mashariki ya Kati. Aidha, Netanyahu alimsifu rais Donald Trump kwa makubaliano mafupi ya kusitisha mapigano yaliyoafikiwa mnamo Januari ambayo yalisababisha kuachiliwa kwa baadhi ya mateka. Netanyahu alisema anaamini uongozi wa Trump utasaidia Israel kurekebisha uhusiano na nchi nyingi za Kiarabu, huku akisisitiza kuwa Israel itaendelea kuwa macho dhidi ya vitisho vya siku zijazo. We can forge new peace treaties. Tunaweza kutengeneza mikataba mipya ya amani na nchi za Kiarabu katika eneo la nchi za Kiislamu na hata nje ya eneo hili. Watoto wa Ibrahimu watafanya kazi pamoja kujenga mustakabali ulio bora zaidi, utakaounganisha ustaarabu, nuru dhidi ya giza na tumaini dhidi ya kukata tamaa. Na marafiki zangu, naamini kwamba kwa uongozi wa rais Trump hili litatokea kwa kasi zaidi kuliko watu wanavyofikiri. Kama waziri mkuu wa Israeli, ninanyoosha mkono wangu kuwashika wale wanaotafuta amani nasi. Hakuna anayetaka amani zaidi ya watu wa Israeli. No one wants peace more than the people of Israel. Baada ya hotuba yake bungeni, rais Trump pia atakutana na wanafamilia wa mateka ya Israel walioachiliwa huru. Hapo awali, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alikuwa amealikwa na ofisi ya rais wa Misri kujiunga na mkutano wa kilele wa kimataifa mjini Sharm el-Sheikh baadaye hii leo. Hata hivyo, ofisi ya waziri mkuu wa Israel imetoa taarifa hivi punde ikisema kuwa Netanyahu hataweza kushiriki katika mkutano huo kwa sababu unafanyika karibu na sikukuu ya Kiyahudi ya Sukkot. Ingawa kuna usitishaji vita huko Gaza, mkataba wa amani wa muda mrefu bado haujakubaliwa. Hivyo basi, viongozi wa dunia 20 akiwemo waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer watajadili hili katika mkutano huo wa Sharm el-Sheikh. Rais wa Marekani alimaliza hotuba yake akisema, ninaipenda Israeli, niko pamoja nanyi muda wote. Na tukiendelea na taarifa inayoana na hiyo ni kwamba maafisa wa Israel wamethibitisha kuachiliwa huru kwa wafungwa wa kwanza 20 wa Israel waliokuwa wakishikiliwa kwa zaidi ya miaka 2 na Hamas. Wanaume hao walikabidhiwa kwa kamati ya kimataifa ya Msalaba wa Mwekundu huko Gaza mapema hii leo Jumatatu, na hivyo kuhitimisha maisha ya uteka. Na Stea Mohamed na maelezo kamili. Ni sauti za jamaa na marafiki wa familia za mateka wa Israeli ambao hatimaye wamerejeshwa kwa wapendwa wao baada ya kutekwa na wanamgambo wa Hamas miaka 2 iliyopita wakati wa tamasha la muziki kusini mwa Israel Kibbutz, swala ambalo lilipelekea Israel kujibu vikali mashambulizi hayo na kusababisha vita kudumu kwa miaka 2 sasa. Mateka hao ambao 20 wako hai walipokezwa na shirika la Msalaba Mwekundu bila kufanyika kwa sherehe yoyote kama ilivyo ada kwa kundi la Hamas hapo wakati wa kukabidhi mateka kwa Israel. Mateka hao baadaye walikutana na familia zao, huzuni na kilio kikitanda. Naelekea kumpokea mtoto wangu baada ya zaidi ya miaka 2 sasa. Nina furaha sana. Nimejawa na furaha sana hata sikulala jana. Tunafurahi kuona watu wengi wanarudi. Nafurahia kumwona ndugu na dada yangu wakiwa wanatabasamu. Msichana wangu akisema yuko salama. Makumi ya watu kote Gaza walijitokeza barabarani kushirikia kabla ya kuwasili kwa mamia ya wafungwa wa Kipalestina walioachiliwa huru chini ya makubaliano ya hivi karibuni ya kubadilishana mateka na Israel.
Huko Khan Yunis, mamia wamekusanyika katika mraba uliopambwa kwa bendera na mabango ya Palestina, huku vipaza sauti vikicheza nyimbo za kizalendo. Familia za wafungwa zikibeba picha za wapendwa wao, huku wengine wakicheza na kuimba katika matukio ya furaha adimu baada ya miaka miwili. Makumi ya watu kote Gaza walijitokeza barabarani kusherehekea kabla ya kuwasili kwa mamia ya wafungwa wa Kipalestina walioachiliwa huru chini ya makubaliano ya hivi karibuni ya kubadilishana mateka na Israel. Huko Khan Yunis, mamia wamekusanyika katika mraba uliopambwa kwa bendera na mabango ya Palestina, huku vipaza sauti vikicheza nyimbo za kizalendo. Familia za wafungwa zikibeba picha za wapendwa wao, huku wengine wakicheza na kuimba katika matukio ya furaha adimu baada ya miaka miwili ya vita na kufurushwa. Kwa Wapalestina wengi, siku hii ina muhimu maradufu: kurejea kwa wafungwa wao na kukabidhiwa na Hamas kwa mateka wa Israel, hatua ambayo inaweza kufungua njia kwa awamu ya pili muhimu ya makubaliano ya kusitisha mapigano. Palestina wakiwakaribisha wafungwa wa Kipalestina wapatao 2,000 katika mji wa Ramallah. Wafungwa hao wakiachiliwa na serikali ya Israel kama mpango wa mabadilishano chini ya mpango wa makubaliano ya kusitishwa kwa mapigano yaliyopendekezwa na Marekani na vile mataifa kadhaa ya Kiarabu. Kulikuwa na mengi mabaya sana, lakini tulikuwa na subra sana, na mwisho wa haya tunataka taifa huru letu kama mataifa mengine duniani. Any other state in the world. Mpango huo wa kusitisha mapigano Gaza unabainisha kuwa iwapo utakubaliwa na pande zote mbili, vita vitasitishwa mara moja. Aidha, mpango huo pia unapendekeza kusiwe na uwepo wa wanajeshi ukanda wa Gaza na miundombinu yote ya kijeshi ya kigaidi na ile ya mashambulizi haribiwe kabisa. Katika awamu ya mpito, Gaza itatawaliwa na kamati ya muda ya wataalamu wa Kipalestina chini ya usimamizi wa bodi ya amani itakayoongozwa na Rais Donald Trump kwa ushirikiano na waziri mkuu wa zamani wa Uingereza Tony Blair. Wafungwa hao walitolewa kwa makundi mawili. Kundi moja lilihamishwa kutoka gereza la Ofa hadi sehemu nyingine za eneo la West Bank. Kundi la pili lilihamishwa kutoka gereza la Zayot hadi Karem Shalom kusini mwa Israel, moja ya vifuko vya mpaka kuingia Gaza. Wafungwa hao walisindikizwa na maafisa wa magereza wa Israel wakisaidiwa na polisi. Naseha Mohamed, Dira Dunia, BBC. Na tukiendelea kuangazia taarifa hiyo kwa kina, nimezungumza na Abdul Fattah Musa, mchambuzi wa siasa za kimataifa, na kwanza nilitaka kufahamu kuwa hatua hii ya mabadilishano inamaanisha nini hasa. Suala zima la kubadilishana mateka kama masharti mojawapo la kuhakikisha kwamba vita vya Gaza vinahitimishwa, hilo ni suala ambalo Hamas wamekuwa wakilipigania muda mrefu, na ni kwa sababu ni suala la pande mbili. Wakati waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alikuwa na msimamo wa kuhakikisha anawakomboa mateka wa Israel kwa kutumia nguvu za kijeshi, na mkabala wake kutokuwa tayari kuachia huru wa Palestina wanaosota kwenye magereza ya Israel, lakini tulichokishuhudia leo ni kwamba mabadilishano ya mateka yamehusisha pande zote mbili: mateka walio hai wa Israel pamoja na miili ya mateka waliofariki, pamoja na Wapalestina wapatao karibu 2,000 wakiwemo Wapalestina 250 ambao walikuwa wamehukumiwa vifungo vya maisha jela au vifungo vya muda mrefu sana, nao pia wamehusishwa katika zoezi hili la kuachiwa huru mateka na wafungwa wa pande mbili. Kwa hivyo ni swala ambalo linaonekana kwamba ni sehemu muhimu katika awamu hii ya kwanza ya utekelezaji wa mpango uliopendekezwa na Rais Trump, lakini vile umeleta faraja kwa pande zote mbili husika katika mgogoro huu. Ni kwa kiasi gani hatua hii ya kubadilishana mateka inaweza kuathiri uhusiano kati ya Hamas na makundi mengine ya Kipalestina kama Fatah? Bila shaka tunajua kwamba makundi mengine ya Palestina yenye msimamo wa kupigania ukombozi wa Palestina kwa mtutu wa kijeshi kama Jihadul Islami, harakati ya wananchi kwa ajili ya ukombozi wa Palestina, na makundi mengineyo, yote yamekuwa na msimamo mmoja na Hamas katika suala hili. Na tunajua kwamba katika viongozi muhimu sana ambao Hamas imekuwa ikiwapigania waachiliwe huru, na ingawa mpaka katika taarifa za karibuni ilielezwa kwamba Israeli imekataa kuwaachia viongozi hao, akiwemo Marwan Barghouthi na viongozi wengine kadhaa, ambao Marwan Barghouthi anajulikana kwamba yeye ni kiongozi wa harakati ya Fatah. Kwa hivyo msimamo huu wa Hamas wa kupigania kuachiwa huru mateka wa Kipalestina, ambapo wengi wao si wanachama
wanachama wa Hamas, bali ni wanachama makundi mengine likiwemo la Fatah linaloongozwa na Rais Mahmoud Abbas. Bila shaka kwa namna moja au nyingine litakuwa na taathira katika mahusiano ya pande mbili, hata kama si katika msimamo wa rasmi wa baadhi ya viongozi wa juu wa harakati ya Fatah. Lakini bila shaka miongoni mwa wanachama waandamizi na hata wafuasi wa Fatah, kama ambavyo ilishuhudiwa katika mazoezi yaliyopita ya kuachiwa huru mateka wa Kipalestina, kulikuwepo pia mateka wengi ambao kimsingi walikuwa wanatokana na makundi mengine ya Wapalestina yasiyokuwa Hamas. Sasa hii leo tumesikia Rais wa Marekani Donald Trump akisema kwamba usalama wa Israeli sasa hauko kwenye tishio tena baada ya kupokonywa silaha kwa Hamas. Hii unaizungumziaje, Abdul Fattah? Hili ni suala ambalo katika mambo ambayo tunaweza tukasema kwamba yangali yana utata. Kile ambacho hakiwezi kupingika wala hakiwezi kukanushika ni kwamba katika kipindi hiki cha miaka miwili, Israeli kwa msaada wa Marekani yenyewe na nchi nyingine za magharibi imeweza kusaidiwa kijeshi na kuweza kufanikiwa kudhoofisha makundi haya mbalimbali ya Mashariki ya Kati yanayojulikana kama makundi ya mukawama au makundi ya mapambano, ikiwemo Hizbullah ya Lebanon, harakati yenyewe ya Hamas na hata kwa kiwango fulani harakati ya Wahouthi wa Yemen. Na tumeona pia kwamba Israel kwa ushirikiano wa Marekani imechukua hatua pia kuishambulia kijeshi Iran. Hebu tuangalie nafasi ya jumuiya ya kimataifa na majirani wa kanda hii kama Misri, Jordan au hata Iran. Zimechukuliaje hatua hii iliyofikiwa na mataifa haya mawili? Nchi jirani hasa za Kiarabu ambazo kwa sehemu kubwa sana zimeunga mkono mpango wa Rais Trump wa kumaliza vita vya Gaza, zinaonekana kwamba kitu kikubwa ambazo zimewapa faraja katika suala hili ni hii hatua au msimamo ambao Marekani na Israel kwa pamoja zilikuwa zimeushikilia mwanzo, kwamba kuhakikisha kwamba Wapalestina wote wa Gaza wanahamishwa katika ardhi yao, wanatawanywa katika nchi jirani za Kiarabu, na eneo la Gaza ima linakuwa chini ya mamlaka moja kwa moja ya Israel kwa kuanzisha vitongoji vya walowezi wa Kiyahudi, au kuchukuliwa na serikali ya Marekani kama ambavyo Rais Trump aliahidi kwamba ataligeuza eneo la Gaza kuwa ni eneo la burudani na starehe. Kwa hivyo kile ambacho kwa sasa tunavyokiona kidhahiri ni kwamba msimamo ni kwamba Wapalestina wa Gaza hawatahamishwa. Hilo ni jambo ambalo kwa namna fulani limewapa faraja majirani wa Israel katika Mashariki ya Kati, lakini bado mpaka sasa kuna tatizo la msingi la kwamba nini itakuwa hatima ya ukingo wa Magharibi ambao kila leo Israel inaendelea kuumega, kujenga vitongoji vingine mbalimbali. Na tusisahau kwamba waziri mkuu wa Israel mwenyewe pamoja na waziri wa serikali yake mrengo wa kulia wamesisitiza hadharani kwamba hawataruhusu kuundwa nchi ya Palestina. Nam ni mchambuzi wa siasa za kimataifa Abdul Fattah Musa kama alivyozungumza na Martha Saranga. Tusonge mbele. Jeshi la Israel linasema Hamas imekabidhi mateka wote walio hai waliokuwa wakishikiliwa huko Gaza kwa kubadilishana wafungwa na mahabusu wa Kipalestina kama sehemu ya awamu ya kwanza ya mpango wa amani wa Rais wa Marekani Donald Trump. Sasa nini kitafuata baada ya mpango huu, na je, mateka na wafungwa walioachiliwa ni kina nani? Shuaib Ibrahim anaeleza. Swali la kwanza ni je, ni mateka gani walioachiliwa? Asubuhi ya leo kundi la Hamas liliwakabidhi mateka 20 walio hai kwa shirika la Msalaba Mwekundu, mateka hao wakiwa kwa makundi mawili. Mamlaka za Israeli zimesema kundi la kwanza liliwajumuisha baadhi ya mateka wakiwemo Eitan Mora. Afisa mmoja wa Israeli amesema jopo la kimataifa litapewa jukumu la kuanza kupekua mabaki ya mateka ambao hawakurejea. Jambo au swali la pili ni je, ni wafungwa gani wa Palestina ambao wameachiliwa katika mpango huu? Katika mpango huo, Israeli imekubali kuwaachilia huru wafunga 250 wa Palestina ambao wamekuwa katika kifungo cha maisha katika jela nchini Israel. Israel pia imeridhia kuwaachilia huru zaidi ya watu 1700 katika ukanda wa Gaza, wakiwemo watoto 15. Orodha mpya ya majina ya watu wanaoshikiliwa na Israel pamoja na wafungwa ilichapishwa na ofisi ya taarifa za magereza inayoendeshwa na kundi la Hamas asubuhi ya leo. Hata hivyo, orodha ya wafungwa haijumuishi wafungwa wakuu ambao wanatumikia kifungo cha maisha kwa kufanya mashambulizi dhidi ya Israel, akiwemo Marwan Barghouti na Ahmed Sadat ambao Hamas ilikuwa ikitaka waachiliwe huru. Bado haijulikani iwapo hatua ya kuchelewesha kuachiliwa kwa mateka wote
huenda ikasababisha kuachiliwa huru kwa wafungwa wa Palestina. Kuelekea kuachiliwa kwa mateka, vikosi vya Israeli vilijiondoa kidogo kutoka ukanda wa Gaza na kusalia kudhibiti asilimia 53 ya Gaza. Awamu ya kwanza kati ya 3 ya kuondoka kwa Israeli kutoka Gaza kulingana na mpango wa amani wa Rais Donald Trump. Kwa mujibu wa afisa mmoja wa Marekani, baadaye kikosi cha takriban maafisa 200 wa mataifa mbalimbali chini ya ulezi wa Marekani kitatathmini makubaliano ya usitishaji mapigano. Kikosi hicho kinaamini kuwajumuisha wanajeshi kutoka nchini Misri, Qatar, Uturuki pamoja na milki ya Falme za Kiarabu. Maafisa wa Marekani wamesema hakutakuwa na vikosi vya Marekani katika ukanda wa Gaza. Kulingana na mpango huo, pia kundi la Hamas ambalo limeongoza ukanda huo tangu mwaka 2007 halitahusika moja kwa moja au kwa njia nyingine yoyote katika mustakabali wa utawala wa Gaza. Wanachama wa Hamas watasamehewa iwapo watakubali kuishi pamoja kwa amani au kuruhusiwa kuondoka salama na kuhamia nchi nyingine. Hakuna Mpalestina yeyote ambaye atalazimishwa kuondoka Gaza, na wale wanaotaka kuondoka ukanda huo watakuwa huru kurejea kama watahitaji kufanya hivyo siku moja. Matumaini yametawala nchini Tanzania baada ya usitishwaji wa vita kati ya Israel na Hamas. Kijana wa Kitanzania Joshua Mollel ni miongoni mwa waliouawa na mwili wake kudaiwa kushikiliwa na Hamas kwa zaidi ya miaka 2. Sasa zoezi linaloendelea la Hamas kuachia mateka pamoja na miili wanaoshikilia imeleta matumaini mapya kwa watu wa karibu wa kijana huyo aliyeenda Israel kwa lengo la kujiendeleza kitaaluma. Mwandishi wa BBC Alfred Lastek amezungumza na Ezekiel Kitiku aliyekuwa rafiki wa Joshua Mollel, na kwanza alianza kwa kumuuliza amepokea vipi mpango wa usitishwaji wa mapigano kati ya Israel na Hamas. Binafsi nimeweza kulichukulia hili kwa namna ya kusema kwa kuachiliwa mateka walio hai ni sehemu ya furaha. Ni watu ambao walikuwa wapendwa wao wakiwasubiria kwa kipindi kirefu, na pengine walikosa matumaini ya kuweza kuwaona tena, ila kwa sasa wameweza kuungana nao tena. Ni kama jamii ya ulimwengu na kama mwanajamii wa dunia hii ni sehemu ya furaha. Nimefurahi kusikia hivyo, lakini pia ninasikitika kwa wale ambao watakuwa wamepoteza maisha yao kufuatia mzozo huu tangu uanze mpaka sasa. Ni watu wengi wameweza kuathirika. Nimesikitika na nimeumia kwa hilo, na wakati mwingine nikikumbuka kuhusiana na marafiki zangu ambao pia nimewapoteza kwenye vita hii, napata trauma ambazo kidogo kuna wakati zinaelekea kupona, lakini kadri taarifa hizi zinavyozidi kutokota kwenye vyombo vya habari, trauma inakuwa ni kama imeanza upya. Kwako Mollel alikuwa ni rafiki yako mkubwa. Iwapo mwili wake utarejea, taarifa hizi kwako wewe unazipokea vipi? Niseme kwa utamaduni wetu wa Kitanzania ama Kiafrika ni sehemu ya faraja kubwa kwanza kwa wazazi wake kuweza kupata mwili wa mpendwa wao na kuweza kuuzika sehemu ambako hata wakisema wanahitaji kufanya ibada, wanajua wanafanya ibada kwenye sehemu ambako walihifadhi mwili wa mpendwa wao. Lakini kuliko kupotea, kuto kupatikana, inakuwa inawapa wakati mgumu na inakuwa ni trauma endelevu ambao haitokuja kupona kwenye mioyo yao. Kama hii mwili wake utafanikiwa kurejeshwa hapa nchini na kuweza kuhifadhiwa na wazazi wakajiridhisha na wakapata mahali ambapo huenda kwa shughuli za kimila ama za kiibada, watakuwa wana sehemu rasmi ya kuweza kufanikiwa katika jambo hilo. Vita hivyo mbali na trauma iliyokuachia, ni vitu gani vingine ambavyo unafikiri viliweza kufanya maendeleo yako pengine yakakwama? Nje na mimi bado imekuwa na athari kubwa katika jamii ya watu wa Gaza, lakini hata kwa watu walioko maeneo ya Israeli katika maeneo ya mipakani, hasa kwenye mipaka ya maeneo yaliyokuwa yakikumbwa na vita. Kwa hiyo niseme kwa ujumla wake athari bado zilikuwa ni kubwa. Ukiachana na hizo za upande wangu binafsi, bado zilikuwa zinaathiri watu wengine wengi zaidi. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba amani ndio njia pekee ambayo inaweza ikawa ni
suluhisho bora ambalo litaokoa wengi zaidi. Una lipi la kusema kuhusu Joshua Molel? Alikuwa ni mtu aina gani katika kipindi kifupi ambacho mliweza kukaa kabla ya tukio lile? Kabla ya sisi kufika kimasomo nchini Israel, Joshua amekuwa ni rafiki yangu, na wakati tuko Dar es Salaam kwa ajili ya kufanyiwa orientation ya kule tunakoenda masomoni, amekuwa akinisaidia kwenye kufanya application za maombi ya kuweza kwenda kule. Kulikuwa na baadhi ya document ambazo zilikuwa zikihitajika. Joshua alinisaidia. Nakumbuka laptop yangu ilikuwa na hitilafu kidogo. Aliweza kunisaidia kwenye kufanya application ya vitu vingi. Kwa ujumla niweze kusema ni mtu ambaye alikuwa ana moyo wa upendo na alikuwa ni mchangamfu. Alikuwa ni mtu wa watu kwa ujumla.